sasa hivi ninaweza kukuamini. Nimewaiteni hapa. Kuna taarifa nimeipokea. Hapa kijijini kwetu kuna msiba umetokea. Lakini pamoja kuwafahamisha huu msiba, sihitaji mtu yoyote ahudhurie kwenye huu msiba. Mbele yake, nyuma yetu. Kwa hiyo waifu, huo msiba upo hapa mtaani kwetu? Hapana, hauko hapa mtaani kwetu. Ila uko ndani ya kijiji chetu. Lakini ninasema hakuna mtu yoyote kwenda kuhudhuria kwenye huo msiba. Si wewe Kiepe, sio Siwa, wala sio mume wangu. Sihitaji mtu yoyote kutoka hapa kwenda msibani. Mama, mimi naomba kuuliza. Huo msiba umetokea kwenye familia ya nani hapa kijijini? Maana mimi ni mwenyeji, naweza nikamjua hata aliyefariki. Huu sio wakati wako kufahamu. Ila mfuate kama ninavyowaambia. Ni sawa. Kama ulivyozungumza Bi Asimini, si tumekuelewa, tunakusikiliza tu kwa umakini. Seti? Ila mimi hapo nilikuwa kama na wazo. Ndani yake ya wazo momo kuna kaombi. Unajua sisi ni binadamu. Kuna leo na kesho. Leo kwa jirani kinatokea hiki, kesho utakuta kinatokea tena kwetu. Maana kama walivyosema wale watu wa zamani kwamba dunia tunapita, tabakia milima zetu. Sasa mimi wazo langu mchanganyiko na ombi Bi Asimini ilikuwa ni kwamba kama tukiwasusa wenzetu kwenye hili jambo ambalo limetokea, taarifa uliotupa inakuwa sio vizuri, maana kesho na kesho kutwa inaweza katokea kwetu. Hapa tutakosa hata watu wa kuwasha moto kwenye msiba, umeona? Tutakosa hata wapishi, nani atakoroga tu uji. Kwa hiyo inakuwepo ni changamoto. Hii nzengo nzima itatususa, itatuona sisi na sio ajabu. Umeona? Kwa hiyo ombi langu mimi leo changanyikana na wazo ni kwamba tu kati yangu au Siwa atoke hapa aende akawakilishe kule msibani. Hivyo tu Bi Asimini, kwa ombi langu hilo. Kiepe, kipi ambacho hujakielewa mpaka unaniuliza maswali? Sasa kama nilivyowaambia, hole wake mtu akiuke maagizo yangu. Kaka. Vipi tena, mbona umerudi sister kwa? Nimeacha stendi mara moja hapo. Kuna kipo chake cha haraka sawa, kwa nimekuja kuchukua. Mwenyewe nilikuwa natoka hapa naelekea msibani. Bahati tu umenikuta. Msiba nani tena? Kuna mwanangu mmoja hivi anaitwa Baruza. Sister yake ndo amevuta, anaitwa Kiberiti. Yule dada Kiberiti yule mapepe ambaye nikijaga likizo nilikuwaga namuona. Wewe. Poleni jamani. Basi sawa, wewe ingia ndani kachukue mzigo wako. Sawa. Mimi nilichokifuata nishakipata. Acha niende. Wacha nielekee msibani basi. Basi sawa, natakie mazishi mema, poleni kwa msiba. Basi poa, muwe na safari njema. Sawa. Bye. Mama kwa kiboko. Sio kiboko tu, ile mamba. Ile mamba. Yaani itafika hatua tunapangiwa kulala
kula wewe hadi msibani. Mimi yako kana kuelekea kabia simini. Wezi amini, utakuja mimi uniachanishe nako, nimesha kakata wengi za kichwa. Utakuta kana tiririka tu, yani damu za njano. Wakija hata watafiti wasijue kama ni kanchi, watajua kama anka hata kuna sayari nyingine. Acha kaendelee hivyo. Yani kweli hii familia imekuwa kama tunaishi sisimizi hapa. Sisimizi wenyewe wanakuwa na mshikamano. Kikifa kimzoga hapo, unakuta amebeba hivi nani kanyama. Au mimi anamshika simizi mwenzie mguu, wana ushirikiano. Wai sisi, yani kaere hivi za gete gasha humanyam. Yani familia imekaa kama na kapo paka. Kuna choka mimi. Maneno unaongea akiwa hayupo. Akiwepo hapo mpole, huu siku tunamuondoa vipi, tunamkanda kweli. Niondoke asimkute. Tunamkanda kweli. Wewe kitu ambacho ujui mwenzio tu hapa ndio nyingi hapa, ila vitendo tata. Nani anataka enda kale madage alionyoka. Najua hiyo mimi. Baby hello. Nalegea. Siku nyingine mkinita mwe na point hapa. Nikajua hata dada kiepe. Nani aliyekomba mboga? Tupata hata viketi vya mboga. Chapa misi maskani. Nani amekomba mboga? Sio mimi. Makofi kuja kajitokeza. Wote mna makofi. Uvungu. Vipi, mbona unarudi nyumbani? Mimi nikajua umepitiliza msibani. Yaani hapa niko nakuja nyumbani kwetu kuja kukufuata tuendeke msibani. Basi si bora tu tutangulizane tuende msibani kuliko urudi nyumbani, maana tayari muda ushaenda. Sawa. Tuongozane. Hatukuwa na budi kurejea tena kwako na kujaribu kukuelekeza kero ambayo sisi inatumiza sana. Hivyo basi, mimi nadhani ukiwa kama mjumbe ama mtumishi wa serikali una kila sababu ya kutusaidia katika hili. Tafadhali, tunahitaji sana mwongozo wako. Hilo la madamu mimi nimelipokea. Na hata wanakijiji na wao pia wanajiuliza ni namna gani ameweza kupotea. Kinachotakiwa hapa ni mimi na nyinyi kufanya uchunguzi wa kina ili tuweze kumpata. Hata hivyo, ni jukumu langu kulifikisha katika ngazi za juu za kiserikali. Na imani atapatikana. Na hapa kijijini pia kuna msiba mwingine umetokea. Msiba? Nani tena amefariki? Kuna binti mmoja hivi. Nadhani atakuwa ni miongoni mwa wanafunzi wenu. Ni mweupe hivi. Alikuwa amechangamka sana. Atakuwa ni nani? Labda kama tutahusika msibani tutamjua. Labda tukiona picha Sawa, tumekuelewa. Sasa tunatakiwa wote tuhudhurie kwenye hayo mazishi. Mimi pamoja na nyinyi. Hilo mimi nadhani halina shida kiongozi. Na hata kama singekuwa ni mwanafunzi, kwa sababu sisi tupo katika hiki kijiji na tunaishi na wanakijiji, basi huo msiba kivyovyote vile ungetupasa tuweze kuhudhuria kwa pamoja katika hali ya kibinadamu tu. Basi kama mko tayari tuongozane, twendeni. Bila shaka. Twendeni. Sawa. Nadhani muda mrefu sana umepita bila mimi na wewe kukaa kama hivi na kuongea. Na hii ni kutokana na majukumu yangu. Maana siku hizi nimekuwa na kazi nyingi sana.
Kwa hiyo usidhani kama swala lako nimelisahau. Ila tu ni kutokana na haya majukumu ambayo yananikabili. Nataka paka nimalizane nayo. Maana nikianza kazi yako sitaki kufanya kitu kingine chochote. Kwa hiyo muda wote kuanzia sasa nitakukabidhi mikoba yako ambayo umelisi kwa bibi yako. Mimi niseme nashukuru sana kwa mambo niliyojifunza kutoka kwako. Na pia nitashukuru zaidi endapo utanifanikishia mikoba ya taaluma hii. Sawa. Na vipi kuhusiana na Stan? Toka ule muda aliondoka hajarudi? Hapana. Hata mimi nilikuwa naliwaza hilo. Maana ni muda mrefu ameenda kuchimba dawa. Sijakaa amepata tatizo. Hapana. Hajapata na tatizo lolote lile baya. Sababu ameondoka hapa ameniaga ameniambia aenda kuchimba dawa. Na sijapata na hisia yoyote ile mbaya kwamba kwa mtukio na tatizo. Kwa hiyo mpaka kufikia muda huu na imani itakuwa ipo salama. Na kuhusiana na dada ambaye ipo ndani, leo ndo siku yake ya mwisho. Kwa hiyo muda wote tutamruhusu ili aweze kwenda akaendelee na majukumu yake. Sawa. Yato changanya maganiko pagaba mayo baba. Binge mitwe ya seba paga binge balemelwa kolala. Binge bale wazabako pandeka kinai kwaba. Bapandeke heshima ikojoba yoga kala. Mzee Zumbi, shikamoo. Marahaba bibi. Jambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba tutazuri. Niambie bibi. Si tunaenda msibani, naona wewe unatokea huku, unaenda wapi? Naona mambo wewe. Zamani ulikuwa kitu fulani hivi kimoja. Sasa kama unatanuka fulani. Yo sawa. Bwana, nielekea hapa mbele hapa. Kwa imamu ya juu hapa msikiti hapa. Amejitolea sanda. Inabidi niwahi mtu mzima ni mwenyewe nikaichukue ili tukaustiri mwili wa marehemu. Basi sawa babu. Ila poleni sana. Maana hili jambo halina mmoja. Mungu awatie nguvu kiukweli. Nashukuru bibi. Nashukuru. Sasa mimi naombe nyie mfike. Mimi niache nikashughulikie hili swala. Sawa mzee Zumbi. Najua hapo ulipo una uchungu sana. Usije nitakuja kufa ili nitachukua nafasi ya bibi. Wewe. Wewe. Yaani kama maisha yangeudi reverse kidogo tu. Ni weleka lako. Kufinya. Yaani kufinya. Kipenzi changu, ingawa umenikataza kwenda msibani, sawa, nimekubali. Lakini niko nakuaga, nahitaji niende kutembea mara moja. Mume wangu, mida yote tumekaa hapa. Mbona ukuniaga hiyo safari kama unataka kutoka? Baada ya kusikia taarifa ya msiba, unataka kutoka. Usicheze na akili zangu. Nisije kuwa unaniaga, eti unakwenda kutembea. Kumbe uko mbele unaenda kuulizia msiba uko wapi. Hapana kipenzi changu. Muda mwingine macho yanamisi nuru. Kwa hiyo kuhusu hilo usijali. Mimi nakwenda kutembea tu mara moja na ninarudi hapa. Kwa usihofu kabisa. Sawa, nimekuruhusu, lakini jiangalie. Usichelewe kurudi. Okay, sawa. Mario wangu. Bishosti, ndo kujiandaa gani muda mrefu hivyo? Na nilikuwa nishajiandaa kila kitu. Kaka kanirudisha tena kaniita ndani. Kwa ananiambia hata ajisikii vizuri, kichwa kinamuuma, kwa hiyo hawezi kwenda. Basi sawa. Mchokozi. Vipi kadogo? Safi. Wow. Umerudi lini shogangu? Nimekuja leo. Karibu. Asante. Shogangu. Unaelekea msibani? Naenda msibani. Haya twendeni. Mimi mbona kwanza msiba yenyewe siuelewi. Mbona ghafla hivyo? Mimi hata sijui. Twendeni huko huko tutaenda kujua kila kitu. Tuwai kabla hata hawajazika.
Muda wote mimi napiga kelele kama chizi, kinachofanya usisubiri kitu gani? We mgonjwa nini? Nimekwambia sitaki kuongozana na wewe. Hapa nipo nampitia Odo naondoka zangu msibani. Sitaki kufuatana na wewe. Kwa nini unataka tufuatane? Kwa hiyo hujui sababu gani unafanya mimi sitaki kufuatana na wewe? Ulichonifanyia ndani umekiona kiko sawa? Na kuuliza wewe, umekiona kipo sawa ulichonifanyia? Kile nilichokufanyia nyumbani kiko sawa tena ayua. Hayua. Kile ndo kinastahili juu yako. Sawa. Kama ulinipa mimi ninachostahili na ninachokitaka, na mimi nasemaje? Sitaki kufuatana na wewe. Kipipi, nitakuanzishia mpwimbwi hapa majirani wasogee. Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Kukuambia kweli kwamba sitaki kufuatana na wewe? Haki ya Mungu kanilipia. Malipo hapa pa duniani. Mbwembwe Mungu. Vipi hapo? Aywa. Mwenye kachomekea, kajiona kapendeza atoke na mimi. Mwangae swali yake kama Awilo Longomba. Na wewe ndio uliofanya wanaume wote wakaitwa mbwa kwa sababu yako. Kumbe wanaume wote mlikuwa malaika maskini ya Mungu. Na huyu aliyoita wanaume wote mbwa sijui nani jamani, ningemuona ningemnunulia tabia ya moto. Kanikosha. Unamwona mshamba? Huyo ndo anataka mazigele kipindi kile nilivyokuelekeza. Kwa hiyo Yasmini, tumekimbizana tukatoka hao wawili. Mshamba mwenyewe ndo yule. Sasa kama vipi tunaishi naye, tunamtikisa hapa hapa, mtu wenyewe anaonekana mshamba, tuasumbue kwa chochote. Tulia mwanangu. Tumalize kwanza swala la sister tumzike yule. Alafu tutajua tunafanyaje. Sasa wewe unafeli. Sasa unawaza nini? Huyu tunamsomea hapa hapa hukumu, mtumiwa wetu tunamwacha vipi anaenda hivi hivi. Hivi ushasahau kwamba hao ndo wamesababisha mpaka sisteli kavuta. Uwa Kibunje. Tulia. Maisha yake yapo kwetu sisi. Tuo tukamzike sister. Shega sema unafeli. Baruza, poleni sana na msiba. Mipango ya Sagodi sema bado poa. Huyu mjomba wenu amekwisha kuwasili? Mjomba kawasili ipo ndani. Sawa, acha nimuone.
Kaka Baruza, na Mkunde kaniagiza nikuulize. Eti mjomba alikwambia Sanda ameipata wapi? Taarifa ninayo. Vipi kwani? Sina mjomba wetu jinsi alivyo. Naweza kushangaa msiba unaisha tunakalishwa kikao kuchangishana hela ya Sanda tena. Hiyo Sanda katoa imamu. Na imamu huyo ndo tunamsubiraje kuongoza msiba. Sawa. Asalamu alaykum. Samahani kwa kuchukua muda wenu sana. Lakini tunahisi mwili tayari umeshamalizika kuandalika. Kwa hiyo ningeomba vijana kidogo mashababi wapambe jeneza letu tukamstili mama. Wewe kijana. Sijapitia mjomba. Waangalie. Kule mjomba. Sasa uangalie mjomba. Beba basi. Beba wewe na wewe. Beba wewe na wewe.
kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini ya uvungu tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana. Kuna vitu vya kutisha uadui.